Leo tumekuja hapa Temeke kwa ajili ya kukagua miradi ambayo inatekelezwa kwa fedha zinazotolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zikiwa ndani yake zimo kodi za Watanzania, lakini ndani yake pia zikiwepo fedha kutoka kwenye vyanzo vingine ambavyo Mheshimiwa Rais anavifahamu. Moja, ikiwa ni kutoka kwenye mikopo ya World Bank; mbili, ikiwa ni kutoka kwa wahisani wengine; na tatu, kutoka kwa marafiki, ndugu na majamaa ambao wako tayari kusupport maendeleo ya mkoa wa Dar es Salaam. Leo tumekagua shule za sekondari ambazo zinajengwa katika mfumo wa magorofa. Stori kubwa iliyoko hapa ambayo ningependa kuhabarisha ni kwamba mkoa wa Dar es Salaam tumedhamiria kwa dhati, kutokana na makuzi yaliyopo ya watu ndani ya mkoa wetu, tuanze kujenga shule za magorofa na tuachane na shule za majengo ya chifu. Hii itakuwa ni muendelezo kutoka kwenye shule, lakini zaidi pia utafanya hivyo katika miradi mingine kama vile miradi ya afya. Kama mnakumbuka vizuri, tumefanya presentation inayoonesha kwa muda wa miaka miwili kutoka sasa mpaka mwaka unaofuata wa fedha, halmashauri au manispaa ya Temeke wamejipanga kutekeleza miradi ya bilioni 70. Hii ni ile miradi ambayo ni mapato ya halmashauri na namna ambavyo wanaitumia ili kwenda kuleta maendeleo kwa Watanzania. Niliwahi kusema kitu kimoja kwamba sisi tumeteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tekeleze miradi, kusimamia miradi, kubuni miradi na kusimamia ili Watanzania waweze kuiona fahari ya kuichagua serikali yao. Sisi viongozi tunao wajibu mkubwa sana wa kujitoa sadaka ili kusimamia miradi kwa maslahi ya Watanzania. Kwa lugha nyepesi, tunauza kitu cha thamani katika mioyo yetu na kuachana na mambo mengine yote ili Watanzania waweze kupata service ambazo wanazikusudia. Niendelee tu kutoa rai kwa mkoa wa Dar es Salaam wote kwamba huu ni muendelezo wa ziara ambazo nimekwishazianza kukagua utekelezaji wa maendeleo ya watu. Kwa natoa rai kwa Watanzania wote kwamba mahali popote watakapogundua kuna miradi ya maendeleo ya serikali imekwama, basi waniambie moja kwa moja ili tuweze kushughulika na wale watumishi wa serikali wachache ambao kwa muda wote wanaweza kuona fedha ndio jambo zuri kuliko kutekeleza miradi kwa Watanzania.